Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wote kuwa na jukumu la uzazi salama. Kwa hiyo ni mabadiliko ya kawaida kabisa kibiolojia katika mwili. Hali hii huendelea kwa kujirudia kila mwezi. Hali hii ya hedhi huendelea kwa kujirudia kila mwezi mpaka pale mwanamke anapofikia ukomo, wenzetu wanaita menopause, ambapo atakoma kuona siku zake tena. Maana yake akishavuka stage hiyo, anaingia kwenye kundi la wale akina mama au wanawake ambao hawana uwezo wa kuweza kubeba ujauzito tena. Kwa ndugu zangu, kwa mujibu wa UNFPA inakadiriwa kwamba ndani ya siku moja, kwa mfano siku kama ya leo tarehe 12 mwezi wa 6, inakadiriwa kwa kuna wanawake milioni 800 ambao wako kwenye hedhi leo, kati ya wanawake bilioni 4 walio katika umri wa miaka 15 hadi 49. Kwa hiyo tunavyozungumza ni kitu ambacho hata hapa kinaweza kikawa kinaendelea kwa sehemu kubwa, kwa sababu kama kwa ndani ya siku moja wanawake milioni 800 wanakuwa katika hedhi siku hiyo, hili ni swala ambalo ni swala kubwa na ni swala ambalo linahitaji kuzungumzwa kwa uwazi na kuwekewa mikakati yake. Ndio maana tuko hapa leo. Ndugu zangu, katika kuweka mazingira wezeshi na rafiki kufikia shabaha za afua za hedhi salama kimataifa na kitaifa, serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau tayari imeshaandaa toleo la kwanza la mwongozo wa hedhi salama pamoja na zana zake au toolkit zinazotumika katika kutekeleza mwongozo huo. Mwongozo huo pamoja na zana zake za kuweza kufundishia zinaweka bayana afua muhimu ambazo zikitekelezwa kwa mashirikiano zinaweza kutatua changamoto zinazotokana na masuala ya hedhi. Miongoni mwa maelekezo na maeneo yaliyotiliwa mkazo katika mwongozo huo ni pamoja na maeneo ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya wasichana na wanawake wakati wakiwa kwenye hedhi. Kwa mfano, uwepo wa vyoo vya kisasa na visafi, lakini vyumba vya kubadilishia, na tusisahau masuala ya uwepo wa maji safi na salama. Ndio maana tunao wenzetu wa Wizara ya Maji hapa. Lakini viteketeza taka zinazotokana na hedhi salama huwa pia ni za muhimu sana, hasa katika maeneo ya taasisi na maeneo yanayokusanya watu kwa haraka. Kwa eneo hili la miundombinu limezungumziwa vizuri katika mwongozo huo. Lakini mwongozo pia umetilia mkazo utengenezaji na uuzaji wa bidhaa bora zitakazotumika wakati wa hedhi. Ndio maana wenzetu wa TBS na wenzetu wa TMDA ni wadau wetu wakubwa sana. Sijui kama wamefika kwanza leo. TBS pamoja na nina taarifa kwamba wamealikwa na huwa tunashirikiana nao katika mazoezi yote haya. Eneo la tatu ni utoaji wa elimu kwa jamii kwa kuzingatia mbinu za kubadilisha tabia na mila potofu ya hedhi salama nchini kwa kupitia kampeni maarufu sana inayojulikana kama Mtu ni Afya. Lakini eneo lingine ni namna bora ya usambazaji na utoaji wa pedi au taulo za bure, hasa kwa wale wenzetu ambao kipato kinaweza kikawa changamoto au kuweza kuzipata kwa namna nyingine inaweza ikawa changamoto. Nadhani mwaka huu tumeona kitu kilichofanyika kule Kakonko, wapi kule Kibondo, ni Kibondo Kakonko, ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri aligawa taulo hizi kwa maelfu ya wanafunzi kule Kigoma kwa msaada na donation ya wenzetu wa Self-Care. Ndugu zangu, jukumu la utekelezaji wa mwongozo wa hedhi salama pamoja na uwekezaji kwenye ujenzi wa miundombinu rafiki ya hedhi salama haliwezi kubebwa au haliwezi kuwa jukumu la serikali peke yake,
lakini ni jukumu ambalo ni collective za wadau wote. Kwa mfano, serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, NGO, mashirika ya kimataifa, watu binafsi, taasisi, jamii, familia, wote tunahusika. Mwongozo huu hauwezi kutekelezwa na mdau mmoja peke yake, na ndio maana leo mnatuona hapa tukiwa wadau kutoka katika sekta mbalimbali. Hivyo leo wadau wa afua za hedhi salama wamekutana katika kikao hiki cha uragabishi ili kujadili namna bora ya kutekeleza mwongozo huo. Na niombe katika kujadili na kuweka way forward ya namna ya kuweza kuboresha masuala yote yanayohusiana na hedhi salama, ninaomba tuwe wawazi, tushirikishane na tuweze kutoka na way forward inayotekelezeka, ambayo hata katika ngazi ya jamii inaweza kupokelewa kirafiki, kwa sababu wakati mwingine sisi wataalamu tukiweka vitu katika lugha zetu ngumu za kitaalamu inashindwa kumfikia mwananchi wa kawaida ambaye tunamhitaji sana katika kubadilika kwa tabia katika masuala mazima ya hedhi salama. Na niombe mkurugenzi wa kinga ambaye unahusika sana na suala hili, simamia na yale ambayo yatahitajika kutekelezwa au kusimamiwa na wizara. Tutaendelea kufanya kwa bidii na kwa uaminifu na uadilifu kwa ajili ya kulinda utu na heshima ya mwanamke, hasa anapokuwa katika hedhi. Mwisho ila sio kwa muhimu, naomba ni washukuru tena na tena kwa kuweza kuja. Niwashukuru Secretariat ambao mmeandaa tukio hili kwa mafanikio makubwa. Na baada ya kusema hayo, niseme kwamba kikao kazi chetu hiki cha kuwakusanya wadau kwa ajili ya advocacy ya masuala mazima ya hedhi salama kimefunguliwa rasmi. Wizara ya Afya kuendelea kuwa kiongozi wetu katika kuratibu afua hii ya hedhi salama. Kwa kweli sisi kama wadau tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao mnatuonyesha, lakini pia ningependa kushukuru wizara zote za sekta husika ambao tumeendelea kushirikiana nao zaidi ya Wizara ya Afya, wakiwepo Wizara ya Elimu, Wizara ya Maji, Wizara ya Viwanda na Biashara, TAMISEMI na sekta nyingine muhimu kwenye afua hii ya hedhi salama kama TMDA, TBS na wengine. Tumeona ushirikiano huu ambao umetuwezesha sote kwa pamoja kusukuma ili gurudumu la afua ya hedhi salama mpaka kufikia mafanikio ambao ndugu mgeni rasmi ulikuwa unatuelezea kama uwepo wa miongozo na mambo mengine. Sisi kama wadau wa maendeleo tunafarijika sana kuona serikali inatuongoza kutambua kwamba hedhi salama ni afua mtambuka. Ni afua ambayo inagusa vipengele tofauti tofauti, ni afua inayogusa elimu, ni afua inayogusa usawa wa kijinsia, ni afua ambayo inagusa fursa za maendeleo. Kwa hiyo ni jambo lenye mapana zaidi ya afya. Hivyo tunapowawezesha watoto wa kike na wanawake, manake tunawawezesha kupata fursa hizi zote zikiwemo za elimu, fursa za kushiriki katika mambo ya kiuchumi na mambo mengine mbalimbali. Na pia tunafarijika pia sisi kama wadau kwamba tuna uratibu wetu wa coalition ambao wadau wote kwa pamoja tunakuja kuungana kwa pamoja kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunasaidia kusukuma ili gurudumu la afua ya hedhi salama. Kwa hiyo tunatambua pia mchango mkubwa wa ushirikiano kupitia jukwaa hili la hedhi salama, lakini pia tunatambua mchango wa wadau mmoja katika kushirikiana na serikali kuweza kuhakikisha kwamba vipengele mbalimbali vinavyohusu hedhi salama vinafanikiwa, ikiwepo swala la elimu ya hedhi salama, hasa pale msichana anapokuwa hajaanza hedhi yake ya kwanza, lakini uwepo wa miundombinu mashuleni na sehemu nyingine zote muhimu, lakini pia ushirikishwaji wa jamii, kwa sababu tunatambua
hedhi salama ina mambo mengi ya mila na desturi ambazo zinaweza kumzuia msichana au mwanamke kushiriki katika fursa tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo kwa pamoja na kwa nguvu moja tumeendelea kuhakikisha kwamba tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunawezesha hizo afua zote. Lakini pia, ndugu mgeni rasmi, tunafurahi sana kama wadau wa maendeleo kwamba tumekuwa sehemu ya ushirikiano wa hatua hizi zote zilizopigwa ambazo umezielezea. Sisi kama wadau wa maendeleo kwa mara ya kwanza kabisa tulishirikiana na serikali kuwezesha kuwa na utafiti wa kwanza kabisa uliotuonyesha hali halisi ya hedhi salama ipoje nchini Tanzania. Na kupitia utafiti huu ndio uliotufungua na kupelekea kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwepo kwa mwongozo wa kitaifa ambao utauturatibu sisi wote wadau pamoja na serikali kuhakikisha kwamba tunatekeleza afua hii kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo tumeendelea kushirikiana na serikali katika hatua hizi zote. Lakini mbali na hapo, baada ya uwepo wa huu mwongozo, tumeshirikiana pia na serikali yako kuhakikisha kwamba mwongozo huu haukai tu kuwepo, lakini unatekelezwa. Hivyo kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na wizara zingine, tulifanya mafunzo ya wakufunzi wa kitaifa wa mwongozo huu ambao ni COT, lakini pia tukafanya usambazaji kwa kuanzia katika mikoa 10, na tunatumaini kwamba tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba mwongozo huu unasambazwa katika mikoa yote. Lakini mbali na hapo pia, kwa kutambua mila na desturi zetu na muungano wetu, tulienda mbali zaidi kwa kuhakikisha kwamba huu mwongozo unakuwa adapted kwa mazingira ya Zanzibar ili uweze kuendana pia na mila na desturi za Zanzibar, ambayo hiyo hatua ni endelevu hivi sasa. Kwa hiyo hiyo itatuwezesha kwamba tutaweza kufanikisha hedhi salama kwa Tanzania nzima kwa ujumla wake. Labda kwa ufupi kabisa, ningependa kusema kwamba sisi kama wadau tunafarijika kwamba majadiliano ya leo yatakuwa ni mazuri, lakini matokeo yake yatakuwa ni muhimu sana kama yale yote tutakayokubaliana hapa yataenda kutekelezwa kadri ya kila mmoja na wajibu wake kutoka sekta tofauti tofauti, lakini pia kutokea kwetu sisi kama wadau. Kwa hiyo kwa niaba ya wadau wa hedhi salama na wadau wote wa maendeleo, nipende kutoa ahadi kwamba sisi kama wadau wa maendeleo tutaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunaendelea kusukuma gurudumu hili la hedhi salama, lakini kuhakikisha kwamba makubaliano tutakayokubaliana hapa hatuyaachii serikali peke yake, na sisi wadau tunakuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuwezesha hedhi salama na kuhakikisha kwamba hakuna msichana wala mwanamke yoyote atabaki nyumbani au atakosa fursa yoyote kwa ajili ya hedhi salama, kwa kuwa tunatambua kama kauli mbiu yetu inasema hedhi salama ni jukumu letu sote. Kwa hiyo na sisi wadau wa maendeleo tutaendelea kushirikiana kuhakikisha hedhi salama inafanikiwa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.